Wale ambao wanaamini na wanaamini Mungu watakuwa kama mlima Sayuni, ya kwamba haitaondolewa lakini itadumu milele. Neno hili linatuambia hivyo. Kama Mungu anasema kwamba wale ambao wanamtumainia Mungu, maandiko yanasema kwamba watakuwa kama Sayuni ambao ni mlima wa Bwana, na wanasema kwamba hawataondolewa hata nini iche, hakuna siku wataondolewa, na ni kwa sababu tumaini lao liko ndani mwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Jioni hii nataka nikwambie mpendwa, jinsi ulivyo, Mungu anakupenda. Mungu anajua maisha yako. Mungu anajua masikitiko ambayo umeyapitia kwa muda mrefu, lakini Mungu ni mwenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwenye rehema maishani mwako. Anajua masumbuko yako ambayo umeyapitia, lakini Mungu, kwa sababu Mungu ni mwenye rehema, anakutangazia jioni hii ya kwamba utakuwa kama mlima Sayuni, mlima ambao maandiko yanasema kwamba hutaondolewa lakini utadumu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda mrefu umepitia katika dhiki, kwa muda mrefu umekuwa katika shida, kwa muda mrefu umekonjeka, kwa muda mrefu mambo yamekupitia mengi, lakini jioni ya leo wacha nikwambie, Mungu anakupenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono kama unasikia tu vizuri. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. 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 Bwana wetu anakupenda jinsi ulivyo. Anajua maisha yako, katika dhiki ambayo unapitia, katika hali ngumu ambayo umepitia. Yesu Kristo ni mwenye rehema. Yesu aliweziza. Jioni hii nimekuleta huyu Yesu. Huyu Yesu anakomboa watu. Huyu Yesu ni mwenye rehema. Aliweziza. Huyu Yesu anafungua watu. Jioni hii Yesu kuwa umefungwa kwa mrefu, katika magonjwa, katika shida, katika mahangaiko. Jioni hii analeta tangazo. Yesu anakupenda wewe. Anajua maisha yako, anajua masumbuko yako. Jioni hii Yesu anakujali. Amini neno hili. Amini neno hili. Amini neno hili. Yesu yu tayari kukomboa. Yu tayari kukuinua. Umetumishwa kwa muda mrefu. Umepitia katika dhiki kwa muda mrefu. Lakini Yesu anajua maisha yako. Katika dhiki zako, katika ukungwa kwako, Yesu ni mwenye rehema. Jioni hii anataka kukufungue. Anataka kuweke huru. Kwa mfungwa, lakini unafunguliwa. Ulikuwa mwenye shida, lakini Yesu anakuweka huru. Yesu ndiye tumaini letu. Ndiye mkombozi wetu. Isoko yetu ya kibochi. Yesu tumemleta huyu Yesu. Kwa yule ambaye anaweza kuamini. Yesu akuweke huru. Haijalishi umekuwa kwa muda mrefu. Haijalishi umekuwa katika dhiki kwa muda mrefu. Yesu ni mwenye rehema. Yesu ni mwenye kimbilio. Amekujali jioni hii. Kama utaamini, huyu Yesu amekuja. Bandika nasema alikupa pote alipoenda. Alitenda mema. Akatembea katika vitu
Andiko nasema hivi. Leo andika limeonelele. Kitabu cha Hebrews. Kitabu cha Hebrews 25. 25. Inasema hivi. Urasili. Yesu ndiye yule jana. Yesu werukoroma. Leo. Nendo runo. Hata kesho. Hata mshuri. Alitenda miujiza. Kahora kama ya. Wakati ule. Wakati hiyo. Wakati huu. Wakati hilo. Yesu anafanya. Yesu kahora. Hata kesho. Hata mshuri. Yesu anaponya. Yesu kahora. Hii Yesu tumemleta. Yesu ino kwabrere. Yesu hii tumemleta. Yesu ino kwabrere. Katika hii soko yetu ya Soko ya kibochi. ya kiboti hii. Ya kibochi. Kwa sababu Yesu akupenda. Sikia Yesu na kasi. Amini maneno haya. Subira kama kwa. Amini maneno haya. Subira kama kwa. Maneno haya ni yako. Kubera kanunga ko. Shetani amekuwa mwongo. Shetani kabelo mwe. Amekupitishia katika fiki. Akubisuya bushika. Amekuweka katika fiki. Akurera busisa. Lakini jioni hii. Lakini shiborobe. Yesu ino ameleta ukombozi. Karere muonia. Andika nasema katika kitabu cha Yohana. Ndio andika limeona bila Mlango wa 10. Mlango kwa 10. Mstari wa 10. Mstari wa 10. Kwamba shetani huja kwa kuiba. Kumela shetani kecha kuiba. Kuua. Kuua na kaka. Na kuharibu. Kuua na kaka. Lakini Yesu amekuja kechule ili tukuwe na uzima. Kumela bula. Uzima tele tele. Ula mustana sana. Pendo mali pale. Umusime niolia. Popote ambapo upo. Wasi nioli. Yesu amekuja kuharibu. Kechule kuona kaka. Kazi ya shetani. Kazi ya